tutasoma neno la Mungu kupitia Biblia, kwa sababu kitabu cha Biblia ni kitabu tofauti na vitabu vyote. Biblia tunapoisoma ni kitabu tofauti na dictionnaire, ni kitabu tofauti na gazeti, ni kitabu tofauti na vitabu mbalimbali vya dunia, kwa sababu ndani ya Biblia tunasoma maneno ya Mungu. Na tunaposoma Timotheo, Biblia inasema ya kwamba kila andiko limepewa kwa maongozi ya Mungu na linafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu juu ya makosa yao na kwa kuwaongoza katika mafundisho katika haki, ili kila mtu wa Mungu awe mkamilifu katika kila tendo jema. Yaani tunaposoma maneno ya Mungu, hatuyasomi kama vile maneno ya watu, kwa sababu maneno ya watu ni tofauti na maneno ya Mungu. Vile vile Petro anaongeza neno nzuri sana kwa kuonyesha kwamba hakuna unabii wowote katika maandiko ambao unafasiriwa kama mtu fulani anavyotaka, lakini watu walikuwa wakiandika maneno haya yaliyotoka kwa Mungu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Yaani Biblia ni tofauti na gazeti, ni tofauti na vitabu vyote vya kila aina, kwa sababu ndani ya Biblia mna maneno ya Mungu ambayo yana nguvu na yana uwezo wa kufungua na wa kubadilisha maisha yetu sisi wanadamu. Somo tutasoma kwa siku ya leo, kichwa ya somo inasema hivi. Kichwa ya somo iko katika kitabu cha Mathayo 7:21 na teme yetu inasema, si kila atajaye jina la Bwana ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Si kila atajaye jina la Bwana ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Na tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Mathayo 7:21 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Si kila mtu ambaye ananiambia Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukutabiri kwa jina lako, na kwa jina lako tulitoa pepo, na kwa jina lako tulifanya matendo mengi ya uwezo? Halafu nitawaambia, sikuwajua ninyi wakati wowote, ondokeni kwangu ninyi mnaotenda maovu. Amen. Kitabu hiki cha Mathayo, mwandishi anaitwa Mathayo, na Mathayo alikuwa ni Myuda wa Galilaya na alikuwa mtoza kodi. Mwandishi ni Mathayo, lakini Mathayo haandiki habari zake ndani ya kitabu hiki. Habari zinazosomwa ndani ya kitabu cha Mathayo ni habari za Kristo Yesu. Yaani mwandishi alikuwa ni Mathayo, lakini habari zilizoandikwa ni habari za Kristo. Tangu mwanzo, kuzaliwa kwake, kuishi kwake, alivyofanya huduma, alivyofanya kazi kama inavyompasa katika haki na katika roho, na mpaka kufa kwake. Ndicho kitabu cha Mathayo. Na kwa sehemu hii ni Kristo ndiye aliyekuwa akizungumza maneno haya, kuwaonyesha wazi wanafunzi, watu wa Mungu, kuwajulisha kwamba si kila mtu ambaye anayetaja jina la Bwana ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanajidanganya kwamba kwa sababu wanataja jina la Bwana ni kusema kwamba mbingu ipo wazi kwa ajili yao. Yaani tangu wakati huu wa Kristo kulikuwa na wengi ambao walikuwa wakilitaja jina la Kristo, lakini walikuwa hawaishi ndani ya neno kwa kufanya mapenzi ya Mungu katika roho na katika kweli. Anasema si kila mtu ambaye aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Yaani kitu cha kuzingatia ni mtu kufanya mapenzi ya Baba Mungu, na kufanya mapenzi ya Mungu ni mtu kutembea katika kanuni kwa kufuata neno, kuishi neno
na kutembea kama neno la Mungu linavyosema. Kwa sababu tunaposoma ndani ya Ufunuo wa Yohane 1:3 inasema ya kwamba heri mtu yule anayesoma, nao wanaosikia na kusika maneno ya unabii wa kitabu, maana wakati ni karibu. Yani kuna mtu ambaye anapata neema ya kusoma, kuna mtu mwingine ambaye anapata neema ya kusikia, lakini kushika ni wachache wanaoshika. Na hakuna kitu cha kuzingatia kama vile kushika maneno ya Mungu, kwa sababu wengi tunamuimba Kristo kwa midomo, lakini matendo yetu, mioyo yetu na mawazo yetu ipo mbali na Kristo. Na ndiyo maana nasema hapa, lakini mtu yule anayeshika na kuishi mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Jitahidi kila leo, wakati wote, asubuhi, mchana, jioni, waza unatembea namna gani na Mungu. Neno hii nairudia kila leo kwa sababu tunapungukiwa wa Kristo kwa kufanya evantere juu ya mioyo yetu na kutafakari vizuri tunatembea namna gani na Mungu, tujue kwamba tunampendeza Mungu ama tunamchukiza Mungu katika mwenendo, matendo na tabia zetu sisi wanadamu. Kwa sababu tunapotazama tangu Agano la Kale, hakuna kitu ambacho Mungu alijuta kwa kukiumba kama vile mwanadamu. Mungu aliumba wanyama, Mungu aliumba miti, Mungu aliumba vyote kama muumbaji. Lakini alipomuumba mtu, kwa mwisho anasema ndani ya Mwanzo 6:8 na kuendelea, aseme nimejuta kwa kumufanya mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu alikuwa ni mtu wa kwanza kudesevoir Mungu na kutoka katika mapenzi ya Mungu, mpaka Mungu akajutia uwepo wa mwanadamu hapa duniani. Na wewe tafakari mpendwa, isikuwe na wewe Mungu anayuaka regrete uwepo wako hapa chini ya jua, kwa sababu kila mwanadamu Mungu alimuweka hapa duniani akiwa anamwachia malengo makubwa na kazi atakayoifanya. Mahali ulipo una kazi Mungu alikupa, na kazi tutakayoifanyizia Mungu. Hatutakuwa na kazi sote sawa sawa. Unaweza ukawa mhubiri lakini watu wote hawatakuwa wahubiri. Unaweza kuwa mwalimu lakini watu wote hawatakuwa walimu. Unaweza ukawa mwimbaji lakini watu wote hawatakuwa waimbaji. Unaweza ukapewa neema ya kuwa kufanya usafi ndani ya kanisa la Mungu, lakini watu wote hawatapewa kazi kama ile uliopewa. Kwa hiyo kazi uliopewa na Mungu, jitahidi kuizingatia, kuifanya vizuri, kuifanya kwa kugomboa wakati, kuifanya katika haki, bila kusukumwa wala bila kubembelezwa. Yani jitahidi kutafakari juu ya kazi uliopewa na Mungu, kwa sababu kwa kazi hiyo utahesabiwa haki, na kwa kazi hiyo pia utahukumiwa. Hapa Kristo anasema wale wanaofanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni ndio watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutabiri kwa jina lako, na kwa jina lako tulifanya matendo mengi ya uwezo, tulitoa pepo? Lakini atawaambia, sikuwajua ninyi, wakati wowote ondokeni kwangu, ninyi mnaofanya maovu. Yani mpendo, nataka nikuambia hivi, huduma ulio nayo isikudanganye. Cheo ulicho nacho kisikufanye uwe mtu wa kiburi, kwa sababu Mungu anashindana na wenye kiburi, lakini anawapa neema wanyenyekevu. Cheo yenyewe uko nayo haiko ndio itakukonfirme kama utaingia uzima wa milele. Huduma uko nayo, viwete wanatembea, vipofu wanaona, unafanya alama na miujiza, lakini kazi ya kila mtu itaonekana wazi, na yale yote unayoyaficha, unayoyaweka gizani, yote yataonekana mbele ya mhukumu wa haki. Na hapa anatuonyesha namna gani mtu anavyotakiwa kutembea kusudi ampendeze Mungu na aishi kwa kufuata sheria ya Mungu tunayoisoma katika maandiko matakatifu. Mpendwa, tunaposikiliza neno la Mungu nilisema kwamba ni tofauti na maneno ya watu na ni tofauti na habari za dunia, kwa sababu Mtume Paulo anasema ya kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu.
kwa sababu neno linatusaidia, linatuongoza, linatuonya, kama alivyomwambia Timotheo, onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Neno hili linatusaidia kutuongoza katika safari hii ya kwenda mbinguni. Yaani neno kiufupi ni busole ya Mkristo, mtu wa Mungu anatakiwa kusikiliza kila leo ili imuongoze. Yaani Mkristo yeyote anayejiita Mkristo lakini iko mbali na neno, iko mbali na kweli ya neno la Mungu, ni Mkristo ambaye amepotea. Siko hapa kwa kutaka kuwabagua ama kwa kutaka kusema hawa ni wabaya, hawa ni wanamna. Hapana, niko hapa kutangaza neno la Mungu. Neno lipate nafasi ndani ya mioyo, neno libadilishe, neno liwafungue wale wote wanaofungwa katika minyororo ya giza, minyororo ya shetani, liwavute kwa Kristo aliye Mwokozi, aokoe maisha yao, kwa sababu Bwana ana haja nawe tena katika jioni hii ya siku ya leo. Wanaofanya matendo ya Baba yangu aliye mbinguni ndio watakaoingia. Matendo unayoyafanya ni matendo gani? Mwenendo unaoenendea ni mwenendo wa namna gani? Kwa sababu nasemaka siku zote kwamba tunaweza tukawaficha wanadamu tunaowaona kila leo, lakini hatuna uwezo wa kumficha Mungu anayetujua, sababu yeye anachunguza mioyo, siri zinazoficha watu, zinazofichama mbele za watu. Mungu anaziona, Mungu anazijua. Mungu anakujua na alikujua kabla hata hujajijua. Kwa hiyo hauwezi kumficha Mungu lolote hapa chini ya jua. Na muda uko nayo, wakati Mungu alikupa hapa chini ya jua, usiitumie vibaya. Jitahidi kila mara, tafakari juu ya maisha yako, tafakari juu ya mwenendo wako, tafakari juu ya huduma yako. Usije ukapiga mwendo bure. Usidhanie kama uko unatumikia Mungu kumbe unaanza tumikia dunia. Usiwaze kwamba uko unatumikia Mungu kumbe uko unachukiza Mungu. Afadhali kuacha, afadhali kubadilika, afadhali nisifanye huduma kuliko nifanye kazi, nijitaabishe, mwisho wa siku niambiwe ondoka, sikukujua wakati wowote. Itakuwa ni kilio kikubwa, itakuwa ni kilio ambacho hatujawahi kukisikia hapa chini ya jua tangu kuwekwa kwetu mahali hapa. Ni kilio ambacho Biblia inatuambia kwamba watu watasaga meno, kulia na kusaga meno. Na waza hatujawahi kumsikia hata mtu mmoja hapa duniani akalia hadi akasaga meno. Lakini siku hiyo itakuwa ni kilio kikubwa. Kwa hiyo jitahidi sana kutafakari mwenendo wako, matendo yako na namna unavyotembea katika makusudi ya Mungu. Aseme wengi wataniambia siku ile tulitabiri. Kutabiri yako isikuletee mafiere. Kusema lugha isikufanye ujisifu kupita Mungu. Kwa sababu shetani alijisahau, akaanza kujisifia, akajikamata mwenye mamlaka mbele za Muumba, aliishia kuanguka. Mungu akikupa huduma, Mungu akikupa cheo, nyenyekea mbele za Mungu. Anawapa neema wanyenyekevu. Usikuwe mtu wa kujiinua kila leo na kuwaza kwamba mbinguni ni tutaingia kama tutakavyo. Tukunywe, tulewe, tuishi katika maisha ambayo hayana maana, machukizo mbele za Mungu, halafu tutarajie kuingia mbinguni. Ole wako ndugu yangu, ole wako mpendwa mwenzangu, ole wako ndugu yangu katika Kristo. Ole wako mtu unayekwenda katika taratibu za dunia. Ole wako mtu unayefuata njia za dunia. Mungu ana haja nawe katika jioni hii. Mbinguni haiko kutantone, kuingia katika ufalme wa Baba. Biblia inasema ya kwamba ufalme unapatikana kwa nguvu, na ni wenye nguvu ndio watakaoingia. Kuingia kwa nguvu ni kujitaabisha juu ya neno. Kuingia kwa nguvu ni kuwaza juu ya Baba. Hata watu wote wakimkataa, wewe endelea mbele, tazama mbele. Usifuate masemi ya watu, usifuate vikwazo, usifuate mambo ya dunia. Wewe angalia mbele. Wenzako vijana watamkataa Kristo, wewe angalia mbele. Wamama wenzako watamkana Kristo, wewe angalia mbele. Wababa wenzako watamkana Kristo, wewe tazama mbele, kwa sababu mbele kuna uzima. Na Mungu akusaidie, Mungu akujalie neema. Uzima huu aliyoutoa usipitie familia yako, usipitie jamaa yako, usipitie kanisa lako.
Mungu wa neema awe pamoja nao. Mungu wa neema akufanye usikie maneno haya, kwa sababu sina uwezo wa kubadilisha maneno haya yapate nafasi ndani yako, lakini Mungu aliye mbinguni, Mungu aliyeniweka mahali hapa siku ya leo, anao uwezo. Kuishi mapenzi ya Mungu ni kuwaza juu ya Mungu, ni kumpendeza Mungu, sababu Mungu ni mwaminifu kwetu. Siku zote Biblia inasema ya kwamba Mungu anawaza mawazo mazuri. Aseme mawazo ninayowaza juu yenu ni mawazo ya salama, wala si mawazo mabaya, kuwapatia ninyi matumaini katika siku zenu za mwisho. Mpendwa, Mungu anakuwazia mema. Haijalishi shida uko nazo, haijalishi mwenendo ulioupitia, haijalishi katika matope ulipotembea, lakini Mungu ana uwezo wa kusafisha, wa kuinua, wa kufungua wote waliofungwa katika minyororo ya giza. Mungu ana uwezo. Kitu taelewa ndugu mpendwa, ya kwamba hawa watu ambao wanaojifanya kuwa wanafanya kazi ya Mungu, ijapokuwa mioyo yao, dhamiri zao zinawahukumu, zinawafanya wajue ya kwamba hawampendezi Mungu, zinawafanya wajue ya kwamba hawako sawa na Mungu, ni watu wanaoleta makwao kwa watoto wa Mungu. Ni watu wanaowafanya wamoja wasiendelee. Ni watu wanaowafanya wengine wasiendelee katika safari. Kwa sababu ndugu, uliyekaa vizuri na Mungu ukajitenga mbali na Mungu, na bado watu wanakuidentifia kama vile mtumishi, bado watu wanakuidentifia kama vile mchungaji, ijapokuwa uko mbali na Mungu, unawapoteza watu wengi, unawaangusha watu wengi. Biblia inasema ya kwamba ni sharti makwao yatokee, lakini ole kwa mtu yule atakayeyaleta. Inampasa mtu yule jiwe la kukwaza lifungiwe shingoni mwake, akatupwe kilindini mwa bahari, kuliko kukwalisha mmoja wa hao walio wadogo. Mungu ana haja tumtumikie katika roho na kweli. Mungu ana haja tumfanyie ibada katika roho na kweli. Mungu ana haja tutembee mbele zake katika roho na kweli. Tuelekeze taifa lake katika roho na kweli. Usipate sifa za watu kuliko kutaka kupata sifa za Mungu. Watu tutakusifia hapa duniani. Watu tutasema ulikuwa mtumishi unatisha. Watu tutasema ulikuwa mtumishi unatembea na nguvu. Watu tutasema ndio alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini unatembea namna gani na Mungu? Najua dhamiri yako ni shahidi. Najua pia Mungu ni shahidi kwa maneno haya ya siku ya leo, maana Mungu ana haja nawe. Utaelewa kwamba kuna watu mbalimbali ambao wanaosababisha makwao. Na miongoni mwa hao watu wanaosababisha makwao, kuna aina moja ya watu walioingia ndani ya imani, wakaishi imani, lakini mwisho wakashindwa kuendelea katika imani. Ni watu wanaoleta makwao. Jambo la pili ni kwa watu wale wanaojua kweli, lakini wanafundisha watu kinyume na kweli. Kwa nini? Kwa kufungwa na mwovu na kanuni na desturi ambazo shetani alizowawekea mbele yao. Kwa hiyo ndugu mpendwa, unayefungwa, usitishwe na vitisho vya shetani, usitishwe na vitisho vya mapepo, maana Mungu ana haja nawe. Mungu yeye ni mwenye uwezo. Mungu yeye ni mwenye mamlaka. Mungu yeye ndiye anayefungua. Mungu yeye ndiye anayeinua. Mungu ndiye yeye anayebariki. Mungu ndiye anayeweza yote, kwa sababu ni yeye aliyetuumba, na ni yeye pia aliyeumba vitu vyote hapa duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu ana haja nawe. Utajiri wa muda usikutenge mbali na mapenzi ya Mungu. Pesa za muda zisikutenge mbali na mapenzi ya Mungu. Cheo ya muda uko nayo isikutenge mbali na mapenzi ya Mungu. Muda huu tunaoishi siku zote nasema kwamba ni muda wa magharibi, ni muda ambao Wakristo inatufaa tuamke katika usingizi, tusimame imara, tusitikisike, tukizidi siku zote kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu tuna zawabu tumeandaliwa. Aseme wote, wengi wataniambia siku hili, Bwana, Bwana, tulitabiri kwa jina lako, tulitoa pepo wachafu, tulifanya matendo mengi ya uwezo. Atawaambia sikuwajua ninyi wakati wowote. Mpendwa, sikia nikwambie, lengo kubwa la sisi kukuwa Wakristo, lengo kubwa la sisi kukaa ndani ya imani, kusudi siku moja tuingie mbele za Baba,
kusudi siku moja tupane ripoti mbele za Mungu na tuvalishwe taji kwa kazi tuliyoifanya. Ndio lengo kubwa ya kuwa Mkristo. Siku moja tuvalishwe taji kwa kazi tuliyoifanya hapa duniani. Sasa itakuwa faida gani niitwe Mkristo, niitwe mwimbaji, niitwe mhubiri bila kupokea taji? Niitwe mfanyakazi wa Mungu bila kupokea taji kwa kazi niliyoifanya? Udume situdanganye bandugu yangu. Mtume Paulo ambaye alikuwa mtume wa mataifa, kwa huduma aliyokuwa nayo, kwa kazi aliyoifanya, miujiza aliyoifanya, lakini sikiliza maneno ya mtume. Maneno anazungumza ni maneno ya hekima. Anasema ndani ya kitabu cha barua kwa Wakorinto, barua kwa Wakorinto 6, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Usikie namna mtume anavyozungumza. Anazungumza kwa hekima kubwa. Anazungumza kusudi watu wa Mungu wasidanganyike. Watu wa Mungu wasiwaze kwamba safari hii ya kwenda mbinguni ni safari ya kuchezea, ni safari ambayo itatufanya tuwaze kama tunavyotaka. Anasema ndani ya Wakorinto wa kwanza 9:24, hamjui ya kwamba wale wanaopiga mbio katika mashindano wote wanapiga mbio, lakini mmoja anapokea zawadi? Pigeni mbio namna hii ili mupate, na kila mtu anayeshindana ana kiasi katika maneno yote. Basi wanafanya hivi ili wapate taji ya kuharibika, lakini sisi tupate taji isiyoharibika. Basi mimi mtume ninapiga mbio vivyo hivyo, si kama ovyo ninapigana, si kama mwenye kupiga hewa, lakini ninatesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikikwisha kuwahubiri wengine niwe mtu wa kukataliwa. Yani unaweza ukafanya kazi lakini mwisho unakataliwa. Unaweza ukahubiri kwa nguvu lakini mwisho ukakataliwa. Kwa hiyo tazama mwenendo wako, tafakari juu ya maisha yako, tafakari juu ya mwenendo wako, tafakari juu ya matendo yako, namna unavyotembea na Mungu. Muda wetu ni mfupi sana ndani ya studio, lakini na imani ya kwamba kila leo Mungu atatujalia neema, tuwe tunaonekana mahali hapa, tutangaze maneno ya Mungu. Kila Jumapili tumefunguliwa mlango hapa tangu saa 1 ya usiku wa 19 na kuendelea. Mungu awabariki wapendwa wasikilizaji, na Mungu wa neema awe pamoja nanyi. Baba, tunakubariki. Tunasema asante kwa neno lako. Asante maana uliruhusu Bwana tuonekane mahali hapa siku ya leo. Asante Bwana kwa neno hili ambalo unaachilia tena katika mitabene ya radio hii. Ruhusu tena wasikilizaji Baba waweze kusikiliza maneno haya. Roho Mtakatifu awafunze kwa undani zaidi, awaeleweshe nini kusudi la kunisimamisha mahali hapa kwa siku ya leo. Nahitaji Bwana uwezo wa Roho Mtakatifu utembee pamoja nao. Aliyemfungwa afunguliwe, aliyemgonjwa Bwana umuponye, walio kwenye msiba Bwana wafariji, kupitia neema iliyo katika damu ya Kristo tunaomba. Nitapana tangazo fupi tu kwa muda huu mchache, na tangazo hii inasema hivi: mwenye kuhitaji kupokea mafundisho haya kupitia channel yetu ya YouTube kwa live, anaweza kaandika Frère MRC Justin na atapokea mafundisho haya yote. Na kwa namba ambayo unaweza ukatupigia kwa kuhitaji maoni fulani ama ulizo, kwenye namba 098 023 95 61, 098 023 95 61, Vodacom 083 52 22 516, 83 52 22 516, na kwa Orange ni 85 649 na 10 à la fin, 85 649 na kwa mwisho 10. Hatutapokea maulizo wala hatutapokea kwa kusoma message ndani ya studio kwa sababu muda ni mchache. Alamsiki.